Naam, ni siku nyingine, ni session nyingine ya Ligi ya Mabingwa Afrika, na wakati huu ni wakati wa wawakilishi wetu wa Ligi ya Mabingwa Afrika, Young Africans 2025 2026. Session miongoni mwa session zilizopita tuliangalia kuhusu watani zao wa jadi kwa maana ya Simba, na wenyewe pia ni wawakilishi wetu katika msimu huu. Ripoti kutoka kule Eswatini, kitu gani ambacho kinaendelea? Tuliangalia vitu vingi sana, lakini sasa tunakuja na ripoti kutoka kule nchini Malawi. Kwa wale wote ambao wana uhitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, zinapatikana hapa katika duka letu hili la Kingbox Masai Company Limited, na sisi bidhaa zetu ni za ABY, lakini bidhaa zetu nyingine ni za VIP. Sisi bwana, tunapatikana Mafia na Sikukuu ndani ya Kariakoo jijini Dar es Salaam. Kitu gani ambacho kinaendelea kule Malawi kwa ujumla wake mpaka sasa? Ukumbuke Young Africans wanaingia katika mzunguko wa pili wa hatua ya awali ya Ligi ya Mabingwa Afrika, na wanakwenda kucheza dhidi ya Silver Strikers, the Bankers hawa kutoka jijini Lilongwe, na mechi hiyo itachezwa siku ya Oktoba 18 na marudiano yatakuwa Oktoba 25. Mchezo huu utachezwa katika uwanja wa kimataifa wa Bingu. Yes, na hilo Bingu limetokana na aliyekuwa rais wa miongoni wa marais waliopita, anayefahamika kwa jina la Bingu wa Mutharika. Yes, kwa hiyo huu uwanja unaitwa jina la Bingu la yule rais wao aliyepita kwenye session zilizopita huko nyuma za marais wa Malawi. Fahamu kidogo marais wa Malawi, muasisi wao ni Hastings Kamuzu Banda. Kama nakumbuka vizuri kwenye orodha alikuja Bakili Muluzi. Yes, akaja Bingwa Mutharika. Yes, kumbukumbu kidogo hivyo. Bingwa Mutharika kama sio watatu wanne hivi. Yes, baadaye akaja kina Joyce Banda. Hivyo wamekuja wengi. Sasa huu uwanja ni uwanja wa Bingu ambao unapatikana katika mji au jiji la Lilongwe, na Lilongwe ndio mji wa kiserikali. Yes, kwa kule Malawi, yani kwa muktadha wa Kitanzania tuseme Dodoma ndio mji wa kiserikali, ndio mji mkuu wa nchi ya Malawi. Alafu jiji la kibiashara ni Blantyre, huku kumechangamka biashara nini hivyo, na timu yao kubwa zaidi ndani ya Malawi Nyasa Big Bullet, wenyewe anatokea Blantyre. Sasa Silver Strikers ni miongoni mwa timu kubwa ndani ya Malawi, lakini yenyewe inatokea mji huo wa kiserikali kwa maana ya Lilongwe. Sasa ripoti kutoka kule Malawi zinaeleza vipi? Kuna vitu vingi sana vinaendelea kule Malawi, lakini hapa tunakwenda kuangalia hasa wa Malawi wenyewe mechi hii wanaichukuliaje. Hilo tunalifahamu kupitia nini? Ili kujua perspectives na mawazo, mitazamo ya watu wa Malawi wa soka wa Malawi wanalichukuliaje. Nimekuwa nikifuatilia kwa karibu kabisa kandanda ya taifa hili kwa maana ya kile ambacho kinaendelea pale ndani. Umekuwa taratibu wangu of course kufuatilia mataifa mengi sana haya ya Kiafrika. Kwa hivyo nimekuwa nikiangalia ngoma wanaichezaji wa Malawi kuhusu mpinzani wao huyu, yani Silver Strikers ambao wanakwenda kukutana na Young Africans katika Ligi ya Mabingwa Afrika. Mambo yako vipi? Bwana, jana kulikuwa kuna mahojiano ambayo alikuwa ameyafanya mchambuzi wa soka wa Malawi. Huyu anaitwa Pari Chinyama. Pari Chinyama alikuwa kwenye moja ya radio na nimeshare baadhi ya maelezo yake ya kiuchambuzi akielezea mchezo huu wa Silver Strikers dhidi ya Young Africans. Ametoa mtazamo wake, lakini kwa kila alichokizungumza baadhi nimekiweka katika ukurasa wangu wa Instagram wa Gharib_Mzinga23, nimeweka pale, lakini kwa huku tunaweza kujadili kwa mapana zaidi na dhana ya watu wa Malawi. Yeye ameelezea kuhusu ugumu wa hii mechi, huku akitoa faida kubwa sana kwa Silver Strikers ya Malawi. Yani anaamini kabisa kwamba Silver Strikers wanaweza kumtoa Young Africans katika hayo maelezo yake, licha kwamba amepeleka heshima kubwa kwa Yanga na vitu vya namna hivyo, lakini ameelezea kwamba wakati huu ni wakati wa Malawi na Silver Strikers wanakwenda kuisurprise
Young Africans. Hiko ndicho ambacho ameandika. Sasa ukienda kupitia maoni ya wadau wengine kutokana na hiki ambacho amekizungumza huyu bwana, tukiangalia hapa, nitakuwa na display hapa baadhi ya maoni ili tuone kitu gani ambacho baada ya yeye kuidogosha kuipa nafasi Silver Strikers, kitu gani wa Malawi wamekuja nacho, yani wa Malawi wenyewe wanasemaje baada ya hilo jambo. Yes, sasa tukiangalia comments nimezianalyze. Nimechukua comments za mwanzo, nimechukua za kati, nimechukua za mwisho katika zile posts ambazo wao wameziweka. Na kimsingi kuna mtu anaitwa Wesley Mwera. Yes, Wesley Mwera yeye ameandika huyu atakuwa mgonjwa, akimaanisha huyu mchambuzi pale Chinyama. Huyu atakuwa mgonjwa. Silver Strikers haiwezi kuishinda Yanga. Kaaminisha hivyo kwamba Silver Strikers haiwezi kuishinda Yanga. Msimamo wake ndio uko hivyo. Lakini mwingine anaitwa Elia. Yes, Elia. Yeye anasema hazitopungua goli 5. Hapa wametumia lugha ya nyanja ya kwao, Kimalawi, Chichewa, watu wametumia lugha mbalimbali, lakini ukienda kwenye kuzitafsiri hizi lugha, yes, unapata mimi natoa ile tafsiri au kile ambacho kinamaanishwa moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili. Sasa Elia yeye amesema hazitopungua goli 5. Amehakikisha hivyo. Kwa maana yani sasa huyu kwenye maelezo yake anamaanisha kwamba Young Africans ndo watashinda magoli yasiyopungua 5, watawafunga Silver Strikers. Mwingine anaitwa Ismail Malieti. Yes, Ismail Malieti. Yeye anasema huyu amelewa. Yani huyu mchambuzi huyu amelewa. Yanga inaifunga Simba na Mamelodi Sundowns. Who is Silver Strikers? Akiamini kwamba Yanga ni level ya juu kabisa, kwamba amemfunga Simba na Mamelodi Sundowns. Yeye kaandika Mamelodi kwamba amefungwa na Yanga, lakini sisi tunafahamu kwa undani zaidi kwamba mechi zilikuwa sare, lakini Yanga alitolewa kwenye changamoto ya mikoja penalty. Yeye ameweka hiyo kwamba hawa wamefunga Simba, wamefunga Yanga, itakuwa Silver Strikers. Kwa hiyo ametoa mtazamo wake huo. Yes, lakini kuna mwingine anaitwa Martin Piri amesema unapoteza muda tu. Silver Striker anasema hawatopona na watarajie mabao 5. Yes, anasema Silver Strikers hawatopona na watarajie mabao 5. Haya ni maoni ya wadau mbalimbali ambao wametoa komenti zao. Mwingine anasema muulize Chikumbutso Salima. Yes, muulize Chikumbutso Salima. Sasa hii inawezekana watu wasio wameelewa sana. Anachojaribu kukimaanisha hapa, yes, huyu anaitwa Mpamaie. Anachojaribu kukimaanisha hapa ni kwamba Chikumbutso Salima ni mchezaji wa Nyasa Big Bullet. Ni mchezaji mzuri sana. Ni mchezaji ambaye of course kwa sasa hivi Malawi inapozungumzia top players wa Malawi, basi Chiku wananyewe namuitaga Chiku, anamkatisha hivyo. Chikumbutso Salima ni mchezaji mzuri. Sasa hivi karibuni walikuwa wamecheza mechi ya Nyasa Big Bullet pamoja na Silver Strikers. Na yule Chikumbutso Salima aliwasumbua sana Nyasa. Aliwasumbua sana Silver Strikers sababu yeye ni mchezaji wa Nyasa Big Bullet. Aliwasumbua sana na walimkata sana, na mojawapo ya tukio ambao walimkata ilikuwa ndani ya box ya 18 ambayo waliitumia wale Nyasa Big Bullet wakaandika bao kupitia mkwaju wa penalty. Kwa hiyo anawaambia muulizeni Chikumbutso Salima. Yes, anajua kilichotokea. Yes, mwingine huyu anaitwa Crispin Limbikani. Yeye anasema, anawaambia yule mchambuzi kwamba usitudanganye, Yanga ni timu kubwa licha ya mimi kuwa shabiki wa Silver Strikers. Anawaambia mimi ni shabiki wa Silver Strikers lakini Yanga ni timu kubwa sana. Kwa hivyo usitudanganye. Yaani wewe unaisifia sana Silver Strikers itamfunga Yanga, usiwadanganye wa Malawi, ndicho ambacho anakimaanisha. Mwingine anaitwa Benfrey Shaba. Huyu anasema labda watashinda kwao, lakini hapa Yanga itapoteza mabao 2-0. Huyu yeye kaungana naye, yeye kaonesha kwamba naamini alikuwa na reply hizi comments za watu wengine ambao wanaonekana kwamba hawaipi nafasi Silver Strikers. Sasa yeye anaamini kwamba Yanga kama watashinda washinde kwao, lakini hapa kwa maana ya Malawi watapoteza mabao 2-0. Huo ndo mtazamo wake. Mwingine anaitwa Moses Kumrana Gosten. Yeye anasema yes, anasema
ni ngumu hata kuwapa pipi imekuwa ngumu hata kuwapa pipi za uongo. Yeye anauliza kwamba kwa nini unawapa uongo hawa wa Malawi? Kwa hiyo imekuwa ngumu mpaka wanawapa pipi za uongo. Yes, huyo Moses. Lakini mwingine huyu tunafanya kwa mwisho, anaitwa Weru Zani. Yes, huyu anasema hii ni hotuba ya kizalendo tu. Yani hiki ambacho anakiongea huyu mchambuzi, yes, ni Parich Nyama, ni hotuba ya kizalendo tu, lakini kiuhalisia hapana shaka na maanisha tofauti, kwamba hii ni hotuba ya kizalendo tu. Basi upande wa pili manake Young Africans anaipa nafasi zaidi. Kwa hiyo hizo ndo ripoti kutoka Malawi kwa baadhi ya mashabiki. Picha ambayo wanaipiga ni picha ile ile ambayo wangeweza kuipiga watu wengine wote wa kimpira kutoka barani Afrika. Walisia ni kwamba Young Africans ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwenye matokeo ya nyumbani na ugenini na kwenda hatua inayofuata, lakini mpira ni mpira, na mpira na maajabu na matokeo ya kila aina, but haipindui ukweli kwamba Young Africans ni favorite kwenye hii mechi. Ila wa Malawi wametuonesha pia kwamba wanaipa nafasi kubwa Young Africans itafanya vizuri, wanaamini hivyo. Kuna vitu vingi katika maongezi yake. Kwa wale ambao wamepata kusikiliza maongezi yake, page ukurasa ambao umepost hii taarifa ni wa Facebook, unaitwa Wa Mpira. Unaweza kaenda pale ukajionea mwenyewe kile ambacho amekizungumza. Unaitwa Wa Mpira, yani W na A alafu space mpira, Wa Mpira. Yes, wameandika wamechapisha huo uchambuzi ambao umetolewa na huyu bwana Pari. Kwa hiyo huyu ni mchambuzi na ametoa maoni yake kuhusu nafasi ya Silver Strikers kwa Young Africans na watu wametoa maoni. Yes, kwa hiyo hicho ndicho ambacho ningependa kushare all the way kutoka Malawi, kwa kile ambacho wao wako nacho. Mazingira ndio yako hivyo. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje kati ya Young Africans na Silver Strikers? Unaona je, Young Africans ana uwezo kumfunga Silver Strikers nyumbani na ugenini, au unaona mambo yatakuwa tofauti katika mechi moja hapo katika hizo mbili? Basi weka comment katika comment section, lakini usisahau kusubscribe. Kumbukwe Young Africans na Silver Strikers ambaye atapata matokeo mazuri ya jumla, basi atakwenda hatua inayofuata, na hatua inayofuata katika raundi hii ni hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika 2025 2026. Kitu gani unatamani? Yes, weka comment yako pia katika comment section. Hii ni Mzinga Sports. Kwa wale wote ambao wana uhitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, zinapatikana hapa katika duka letu hili la Kingbox Masai Company Limited, na sisi bidhaa zetu ni za ABY, lakini bidhaa zetu nyingine ni za VIP. Sisi bwana tunapatikana Mafia na Sikukuu ndani ya Kariakoo jijini Dar es Salaam.